Watu wengi wamekuwa wanauliza maswali mengi sana kuhusiana na YouTube. Unapataje hela kupitia YouTube? Sasa leo nataka kuonesha faida za YouTube. Na hii faida nakuja kuelezea hapa. Nataka ikusaidie wewe ambaye umekuwa unatafuta ajira au wewe ambaye unatafuta wazo la kufanya biashara. Kwa sababu watu wengi sana wanazungumzia mawazo ya biashara hasa tunapoanza mwaka mpya. Lakini tunapoanza mwaka mpya katika mawazo ya biashara, ni sijawahi kukutana na watu wanakuja na mawazo kwamba nataka kuinvesti au kuwekeza kufanya biashara ya YouTube, kuweza kugenerate hela, kupata hela kupitia YouTube. Wengi hawafanyi hicho kitu. Wanakuja na miradi ya kufuga kuku, kufuga nani, mbuzi, kufuga nini, au biashara ya kuanzisha duka au kilimo. Biashara ni nzuri sana wanazifanya. Lakini biashara nyingi zina changamoto zake. Na YouTube ina changamoto yake. Lakini changamoto kubwa zinazokutana na watu wengi ni usimamizi. Watu wengi hawawezi kuwa na kufanya kazi katika ofisi fulani na kufanya biashara kwa wakati mmoja, kuweza kusimamia. Matokeo yake biashara nyingi zinakufa na watu wengi wanaendelea kufanya kazi ya moja ofisini kila siku bila kuwa na kitu kinachoitwa passive income, mfumo mwingine ambao unakupa hela nyingine inayokuja na ambayo haikupi ile stress ya kutosha kufanya ushindwe kusimamia mambo yako mengineyo. Lakini vile vile kama biashara nazungumzia hapo, lakini nazungumzia kwa vijana wengi ambao sasa hivi soko la ajira limekuwa ni gumu mno. Limekuwa ni gumu mno hasa katika nchi zinazoendelea kwa sababu tu kubwa moja. Usimlaumu waziri fulani au rais fulani au chama fulani kwa haraka, kwa sababu mfumo wa Kiafrika, uchumi wa Kiafrika haupo katika uchumi wa viwanda ambavyo viita ni manufacturing sector. Kwa kama huna manufacturing sector, huwezi kuajiri watu wengi. Sasa hivi vijana ni wengi sana wanaenda katika vyuo vikuu. Kuna vyuo vikuu vingi sana. Kwa vyuo vikuu kila mwaka vinatoa maelfu na maelfu ya wanafunzi wanaomaliza shule au maliza chuo, lakini zile ajira zilizopo haziwezi kuweza kuajiri watu wote. Kwa hilo ndio tunaenda kwenye lengo kubwa la elimu, kwamba lengo kubwa la elimu sio kwamba ukaajiriwe na mtu fulani, ni kwamba lengo kubwa la elimu ni kukupa wewe elimu ya kuweza kupambana na changamoto mbalimbali. Kwa kama ukisema unafanya biashara, una degree yako hata kama ni ya political science au degree ya sociology, unaweza kufanya biashara kitaalamu kwa sababu umeshasoma research. Unafanya mambo kitaalamu, jinsi ya kutatua migogoro au jinsi ya kupanga priorities kitaalamu au kisomi. Kwa nitazungumzia YouTube inakuaje, kwa sababu mimi mwenyewe ni YouTuber na ninajua faida yake ni ipi na unaweza kuinvest vipi katika YouTube. Karibuni sana ndugu wadau, ni mimi hapa Ernest Boniface Makulilo nikiongea toka Missouri, Marekani. Kama nilivyosema, mimi ni YouTuber. Nina channel hizi mbili. Channel moja ni ya Kiingereza ambayo inaitwa ni youtube.com/ebmscholars. Hiyo naongea ni Kiingereza kitupu. Na channel nyingine ambayo nimeanzisha mpya ni hii channel ya Kiswahili ambayo inaitwa ni youtube.com/ebmswahili. Channel zote mbili zinakuwa zinazungumzia mambo gani? Zinazungumzia ni jinsi gani mtu anaweza kufanikiwa kupitia mambo mbalimbali. Iwe ni masuala kama haya tunazungumzia kuanzisha biashara au YouTube, au ni masuala ya immigration, kutaka kusafiri kwenda nchi moja kwenda nchi nyingine, kwenda kufanikiwa katika nchi fulani. Lakini kubwa zaidi ni kwamba ni jinsi gani unaweza ukaenda hata kusoma katika hizo nchi, kupata scholarships na kuweza kufanikiwa, au ukitaka kuandika vitabu, mambo kadha wa kadha. Hii channel inazungumzia hayo mambo yote. Kwa hiyo nakushauri uweze kupitia hizo subscription, ufanye subscription uweze kupata mambo kama hayo hapo. Lugha tunayotumia ni lugha ya kistaarabu ambayo wewe na mama yako, baba yako, kaka yako, dada yako mnaweza mkakaa pamoja na kuangalia hizi video bila kuwa na mazingira mkapata lugha mbaya. Lugha ni nzuri ambayo ni ya familia nzima, mnaweza mkasikiliza na kuielewa. Sasa kama nazungumzia swala zima ya YouTube. Watu wengi hawazungumzii YouTube kama biashara, watu wengi hawazungumzii YouTube kama ajira. Na hilo ni changamoto kubwa, kwa sababu watu wengi hasa sisi wa Afrika tuna tabia ya kutaka kudanganya
au kutosema ukweli tunapotaka kufanikiwa kitu fulani. Na hiyo ndio sababu kubwa ya msingi ambayo wazungu wanatushindia hapo sisi watu weusi, hasa wa bara la Afrika. Mzungu anapopata kitu, kwa ujumla wao, simaanishi wote, ni kwamba wako tayari kushare ile information ili mtu mwingine aweze kufanikiwa. Atakwambia step 1, step 2, step 3 alivyofanikiwa yeye, na wewe utaka kufanya, unaweza kupitia ile blueprint na wewe ukaanza kufanikiwa. Mafanikio yako wewe hayamuathiri yeye. Ndio maana ukienda kuangalia YouTube za hawa wenzetu za nchi zilizoendelea, watu wana YouTube za kila aina. Doctor anakuwa na YouTube channel yake, si lawyer anakuwa na YouTube channel yake, mtu akijua jinsi ya kupiga picha vizuri selfie anaonyesha video zake. Lakini sisi Waswahili, video zetu nyingi, YouTube nyingi ni YouTube za muziki, udaku, video za rani za siasa, news, basi ni vichache sana comedy, lakini kwamba hakuna channel ambazo zinazungumzia baadhi ya mambo specific. Kwa inabidi tuanzishe utaratibu. Ndio maana nataka nionyeshe faida ya YouTube ni zipi, ili watu wengi waweze kuona faida za YouTube ni zipi. Sasa nianzie kwanza YouTube kama ajira. Ukitaka tukua ajira kwa maisha ya kawaida ya mtu ambaye ana elimu, tuseme kama ya form 6 high school, au mtu mwenye elimu ya diploma, mshahara wake ni shilingi ngapi? Kabla ya kodi au baada ya kodi, mshahara wake hauzidi shilingi 400, 500 wengi wao. Hela ndogo sana, 400 ni kubwa sana nazungumzia. Watu wenye degree wengi katika Afrika, mshahara wao baada ya makato ni kama shilingi 500,000 mpaka 800,000 baada ya makato, unategemeana mtu na mtu. Ndio mtu mwenye degree, kwa sababu makato yako mengi. Makato yanakwenda mpaka 40%, 50% deductions. Unakuta sijui loan board, unakuta kwamba kuna medical, kuna NSSF, sijui kuna makolokolo mengi ya kumlinda, deduction nyingi, pay as you earn, hiyo ni income tax. Unaona, kwa kuna makolokolo mengi mle ndani ambayo hela unabaki nayo, unabaki na kiasi gani? Unabaki na shilingi 300,000 mpaka 800,000, inategemeana mtu na mtu. Ambao tunazungumzia hapa ni dola 300, maximum dola 450 wengi wao. Maka dola 450 karibia milioni 1 hiyo. Kwa wengi hawafiki milioni 1 baada ya makato. Sasa mtu anamaliza chuo kikuu, kuna watu wamaliza chuo kikuu tangu mwaka 2015, 2016 mpaka sasa hivi tumeingia 2021, mtu bado anasubiria ajira, anahangaika, anatafuta ajira. Unamuuliza wewe umesoma kitu gani? Bwana mimi nimesoma degree ya mass communication. Sasa kama unasoma mass communication, unamuuliza bwana hivi wewe una experience gani? Hajai kuvolunteer, hana YouTube channel, hana blog, hajai kuandika articles kuzipost kwenye baadhi ya magazeti kuomba waandikie. Mtu anakuambia bwana mimi ni mwalimu, nasubiria kupangiwa, nasubiria ajira. Sasa kama ni mwalimu, after mtu amesoma walimu, language studies, au amesoma zile teaching foreigners, hana tutorials online. How do you teach foreigners? Unasubiria uko Kigoma. Unaona? Kwa kuna vitu vingi sana mtu viangalie jinsi gani unaweza kuzitafuta hizo mbinu. Sasa kitu cha kwanza unaweza kukifanya ni wewe kuwa na YouTube, kuifanya kama ajira. Badala ya kwenda kila siku kazini, ukachukua YouTube yako kama ajira. Na YouTube hiyo hapo unaweza kupost kutumia tu simu yako. Mimi nimesha kupost sasa hivi video yangu kwa mwaka mmoja nimepost video zaidi ya 800. Videos karibia 600 nimezitengeneza kutumia simu tu. Hicho kitu cha kwanza. Kwa unaweza kutengeneza videos nyingi kwa kutumia simu. Usisubirie mpaka utumie sijui complication, kamera kubwa, sijui gani. Achana mambo ya namna ile pale. Tengeneza kutumia tu simu. Kwa huhitaji complication nyingi. Simu yako hiyo hapo. Then unatafuta kama hii stand, mimi natumia hii stand, naweka simu hapa na rekodi. Au unaweza kutumia kama selfie, ukaanza kuweka ukawa na rekodi unaongea. Kwa hiyo hakuna gharama kubwa sasa kufanya. Kikubwa anza kufanya hicho kitu. Sasa utauliza bwana mimi sio lazima, mimi sio mtaalamu sana kuongea kwenye mambo yale pale. Kwa YouTube sio lazima wewe uwepo kwenye video yako unavyoniona mimi. Unaweza kuwa na rekodi, ukaenda kwa mfano, ukaenda kuwahoji watu, unawarekodi wenyewe watu. Bwana mimi nakuuliza swali hivi na hivi na hivi, nakuaje hichi kitu? Wewe unaenda pale chuo kikuu unahoji wanafunzi, bwana wewe umesoma walimu, kwa nini umesoma degree ya walimu? Kwa nini hujaamua kusoma masuala ya engineering? Do you have any regret kuwa mwanasheria? How do you unaweza kumshauri mtoto wa shule msingi aone faida za kusoma sheria ni zipi? Au kwa nini unajutia kuwa mwanasheria? Kwa kuna vitu vingi sana unaweza kuvifanya.
Unaweza kwenda kuhoji bei za vyakula sokoni. Unaweza kwenda kuhoji sio na muziki. Kuna vitu vingi unaweza kuvifanya. Unaweza kwenda kwenye mbuga za wanyama ukarekodi mambo ya wanyama tourism. Kwa kuna topic nyingi kadha wa kadha unaweza kuzifanya. Then ukawa unalipwa. Tazungumzia kulipwa inakuaje. Then hapo unafanya kama tu mazingira kawaida. Kwa sababu kama kila siku unaamka saa 11 asubuhi au saa 10 asubuhi, unaenda kazini, mfano kama unaenda kazini. Kazini unafika kazini, unafanya kazi masaa mangapi? Saa 1 saa 2 mpaka saa 10. Unarudi nyumbani saa 3 usiku. Kwa ukija kupiga mahesabu umefanya kazi na mpaka una foleni na kila kitu, umefanya kazi masaa mangapi? Zaidi ya masaa 10. Je, masaa 10 ungeamua kutengeneza video, ungetengeneza videos ngapi kwa siku? Video zinaweza dakika 10. Ungeweza kutengeneza hata videos 10 kwa siku. Kwa kama unaweza kutengeneza videos 10 kwa siku, zile dakika 10 tu. Ambao ni masaa haya mawili. Masaa mawili tu kwa siku. Ukaziupload zile video. Mwanzo ulikuwa ni mgumu, lakini ukishafika katika mazingira ya kuweza kulipwa, hela itaanza kuja. Hela utakuwa unaipata itakuwa ni kubwa kulikoni hela unaenda kufanya kila siku asubuhi mpaka jioni ile masaa yako. Simaanishi kwamba YouTube ndo kila kitu. Ila kama huna ajira, kwa nini unaenda unapoteza siku zako zote? Kwa nini usianze taratibu? You have nothing to lose. Ila hata kama una ajira, kama una uwezo wa kuweza kufanya hizo videos tofauti, wewe ni mwanasheria. Kwa nini usiweze kuanzisha video ya ukazuia tu masuala ya sheria, kuchanganua sheria kila siku? Bwana ukamatwa na polisi, hizi ndio video. Kama kuna video za wanasheria wengi sana duniani, anza kufanya vitu mle pale. Umesoma masuala international relations, anza kuzungumza mambo mbalimbali kadha wa kadha. Upload videos, hiyo kwa Kiswahili, hiyo kwa Kiingereza, upload videos. Utaona faida yake inakuwa ni ipi. Sasa ukisema ufanye kama biashara, sasa hapo tunazungumza kama biashara. Hapo ndipo kwamba wewe unataka kuinvest. Kwa mfano wewe unataka mimi milioni 10, shilingi milioni 10 au dola 8,000, 5,000, 1000 ngapi? Kwa maana unaweza kuanzisha shamba au kuanzisha sijui kilimo sijui kitu gani au sijui nini, huwezi kusimamia. Tafuta vijana. Unawalipa kwamba kila siku nileteni videos 10 kila mmoja, hela yako ni hii hapa. Kwa siku unaweza kuupload videos 50 kwa siku au videos 20 kwa siku. Ukiupload zile videos kwa muda wa miezi 3, kila siku videos 30, na kugarantii viewers watakuwa ni wengi na utakuja kupata. Sasa nitaanzia mimi kwanza mimi napata kiasi gani? Mimi sasa hivi nafanya katika part time basis. Alafu nikwambie malengo yangu ni yapi ya baadaye. Na nitakupa mifano ya watu wanaopata hela kubwa kama kila Millard Ayo au kama Global Publishers au kama kina Diamond wanapataje hela wenyewe ya YouTube. Sasa hii ndio YouTube yangu. Kwa sasa hivi ngoja nikuoneshe. Sasa hapa hii hapa ni ambapo unaweza kuangalia jinsi unavyoweza kulipwa. Kwamba kwa mwezi inakuaje. Mimi kwa muda Disemba wasipata gira sana. Sasa ndaonesha kwamba kwa muda wa mwaka mzima, mwaka 2020. Na hapo mwaka 2020 nachukua kuanzia Januari 1, 2020 mpaka Disemba 30. Bado hela mpaka Disemba 29. Hela Disemba 30 na Disemba 31 bado haijaongezwa humu ndani. Kwa nachukulia in the last 365 days. Nadhani unaweza kaona hapa. Hapa ni siku 365 zilizopita. Sijui kama unaweza kaona vizuri hapa. Hela yenyewe ndi hii hapa, hiyo ndio amount ya hela. Na kama umeona hapo kwamba ni revenue ambayo imekuwa accumulated kwa 365 days, ambayo ni dola 4296. Hiyo ni dola. Unaona? Sasa tuchukue na almost hapa nasema ni 4296. Kwa hiyo hapa itaongezeka kwa sababu hela siku tarehe 30 na tarehe 31 Disemba bado hazijawa accumulated hapa, hazijawa, kwa sababu baada ya kama siku moja siku mbili nakwambia hela upata kiasi gani. Sasa kama ni 4296, kwa hiyo itakuwa ni 4310 4320 baada ya siku mbili kuja kuweka. Sasa tusiko masube tu hela ni 4320 tuseme. This is the amount of money ambayo nimeipata kwa muda wa mwaka. Tuseme tu kwa haraka. Tugawanye kwa 12. Ni dola 360 per month. Hiyo ni average. Kama dola 360 tuizidishe mara Tanzania ni shillings 2300, dola moja ni 2300.
Kwa mwezi napokea shilingi 828,000 kila mwezi. Na ninafanya video ngapi? Video moja, video mbili kwa siku. Dakika 10, dakika 20 nimemaliza na upload. That is what I'm trying to explain to you. Mimi napata shilingi 800,000 on the side, kwa chini ya mshahara wangu napokea shilingi 800,000 kila mwezi napokea. Na hii hela inakuwa inapanda juu kwa sababu ninavyozidi kuongeza videos, nazidi kuongeza views, nazidi kukuza channel yangu. Sasa malengo yangu mimi sio haya dola 400, dola 300 sijui na ngapi. Malengo yangu mimi ni baada ya miaka 5 niona uwezo wa kulipwa dola at least 8,000 kwa mwezi, 5,000 mpaka 8,000. Kwa kama nikilipwa 8,000 mpaka kwa mwezi, niona uwezo wa kulipwa milioni 18 mpaka milioni 20. Then niache kazi. Au ndo malengo yangu. Kwa 2026 ndio nimefika katika malengo kwamba na uwezo wa kusustain maisha yangu kupitia YouTube bila kufanya kazi nyingine yote ile pale. Kwa sababu mimi nachukulia kwa mfano mimi kama mimi naweza kuishi vile standard vizuri, lazima niwe at least income ya dola 5,000 kwa mwezi. Nazungumzia maisha ya Marekani. Unaona? Kwa kama nikiweza kupata ile monthly income ya dola 5,000 naweza kufikia hicho kitu cha mbele pale. Kwa kama wewe unaweza Tanzania unatumia monthly income yako, unaweza kusurvive kwa dola 500 mpaka 1,000. Kwa hiyo ukiamua kukoma mwaka mmoja seriously, unaweza kupata hii hela. Na mimi nimeweza kupata hii income kufikia hichi kitu ni kwamba sasa nimefanya mwaka mmoja na nusu. Nilifungua YouTube zamani, nilikuwa na video moja kwa mwaka mzima, video mbili. Ila kuanzia Oktoba 16 2019 nikasema nataka naweza kuchukua serious, nikaanza kuupload videos regularly mara kwa mara. Haya ndio matokeo yake, kwamba ndani mwaka mmoja ikaanza kupanda, ikaanza kuwa nzuri. Kwa hiyo nataka kukizungumzia, na wewe unaweza kama kufanya kitu cha pale, na unaweza kuzidisha. Sasa mimi ni kwamba sipati sana, labda kutokana mimi content yangu imejigawa katika maeneo fulani. Kwa hiyo wewe kama wewe unaweza ukaamua kufanya katika njia ya kibiashara, unaajiri correspondence. Millard Ayo kwa mfano anaajiri watu wengi. Millard Ayo kwa siku au global publishers kwa siku wanaposti videos 25 mpaka 30 kwa siku. Kila siku unafanya video kwa mwaka mzima. Kwa kama anaposti videos 30 kwa siku, Millard Ayo amefika katika level anapata views 1 million views per day. Kwa siku moja Millard Ayo anapata kuanzia minimum dola 1,000 kwenda mbele mpaka 2,000 kwa siku moja. Kwa mwezi akipata hela ndogo sana ni dola 30,000 ambapo ni zaidi ya milioni 65, milioni 70 kwa mwezi. Kwa ndio kuonesha kwamba na hiyo ndio the same Diamond anapokea, ndio the same global publishers wanapokea. Kwa sababu average views 1,000 ni sana dola 1. Lakini nategemea au viewers ni kutoka nchi gani? Video ilikuwa ni ndefu kiasi gani? Na ni kwamba ilikuwa ni topic gani? Kwa kuna views zingine kwamba video moja, views hizo hapo views 1,000 kama ni wa Marekani zaka dola 5. Chochote average ni dola 1. Kwa hiyo mtu anaweza ka make a lot of money katika mazingira ya namna hiyo hapo. Kwa hicho kama utafanya kama level ya biashara, una invest, unatafuta correspondence. Kwa huna haja kufanya wewe, unatafuta watu wanaenda kutafuta hizo habari, unakuweka katika YouTube yako. As long as unaweka videos nyingi, unaweza kufanya hicho kitu cha namna ile pale. Kwa ngoja ni share kwa sasa hivi hapa. Hii ni church wewe kuweza kuangalia, kujua mwanzo wa YouTube ni upi. Lakini nitaendelea kiundani kuweza sasa kwenda kwenye kompyuta kukuambia jinsi gani unaweza kufungua channel yako, jinsi gani unaweza ukatafuta topic zipi ambazo zinazolipa, jinsi gani unaweza kutafuta wataalamu wanaweza kusaidia kuupload videos na vitu vya namna ile pale. Unaweza kufanya kama kazi kama wewe kama ni employment, au wewe ukafanya kama ni biashara ukaenda kuinvest ambao unaweza kupata millions of money na kuweza kusurvive katika biashara yako. Kwa chukulia YouTube na yenyewe ni biashara kama biashara zingine. Kuna watu wanaolipwa hadi milioni $10. Yaani wanalipa dola milioni 10 kwa mwaka just kwenye YouTube. Kwa hicho ndio tunataka kuzungumzia katika siku ya leo. Asante sana ndugu wadau, na nakutakia heri ya mwaka mpya.